Yesu asifiwe. Napenda kuimba. Sema amen. Lakini zamani sikuwa najua kuimba. Sikuwa najua kuimba kitambo. Sema amen. Kila wakati Yesu aliongeza hapo akipawa na siana nisipoimba sina raha. Sema amen. Maana ni raha ya ajabu ukiwa ndani ya Yesu siku zote. Kitabu cha Yohana 8. Yohana 8:37 mstari mdogo tu. Yohana 8 mstari ni wa 37 inasema, najua ya kuwa nyinyi uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Na Bwana Yesu abariki maandiko. Amen. Unaposimama hivyo tuende katika kitabu kingine, nitaunganisha zote mbili. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili mstari wa 8. Wakorintho 2:8. Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari ni wa 8. Wakorintho wa pili mlango wa pili mstari ni wa 8. Maandiko inasema hivi, kwa hiyo nawasihi kumdhibitisha upendo wenu. Na Bwana Yesu abariki maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya kwamba licha tumekuwa katika uzao wa Ibrahimu mwenye matusi mengi, yenye shida nyingi, yenye kupita katika mambo ya majuto. Unapoangalia hata mtumishi wa Mungu mwenyewe Ibrahim, sikana kwamba alipita katika jambo lililokuwa rahisi. Alipita katika vitu vingi, hata nyingine alikemewa zikawa ni za laana. Lakini Ibrahim alijipa moyo na kusimama na kuendelea mbele. Na baada ya hiyo tunaangalia katika kitabu cha Wakorintho, wakati Wakorintho wanapozungumza jambo hili ni kwamba baada ya kupita ndani ya majaribu mengi, kuna faraja mahali pale mbele ambapo Mungu atakuinua. Kuna mambo mengi sisi weza kukata tamaa kama wanadamu, tukisema kwamba hatuna uwezo na wala hatuwezi kwenda mahali popote. Kumbuka katika uzao wa Ibrahimu, yeye aliweza kusimama na sisi tuliosalia, ya kwamba tukipita katika njia aliyopitia, jua ya kwamba kuna ushindi huko mbele yetu. Licha alipita ndani ya magumu na katika matusi na hata katika mengine mauaji, lakini alisimama akajipa moyo. Lile jaribu linakuja ndani ya maisha yako, usione kwamba umefika mwisho, mtu wa Mungu. Usione kwamba hakutakuwa na njia ya kutokea. Mungu utengeleza njia kwa yule mwaminio, kwa sababu ana uzima wako wa milele, ana ufunguo wako wa baraka, ana jambo lolote lile unalolihitaji. Ni wewe kuvumilia, na katika neno la Mungu lina uzima na ushindi. Sema amen. Unapoangalia mtumishi wa Mungu alivumilia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ya kwamba tuliposoma katika maandiko inatuambia hata sisi ya kwamba katika uzao wa Ibrahimu tukaweza kusimama na mengine pia kuvumilia yale ambaye yanakuwa ni machungu, yale ambaye yanakuwa ni mazito kwako. Anatufundisha kuvumilia. Katika kuvumilia kuna ufunguo, katika kuvumilia kuna ushindi, katika kuvumilia kuna barabara ambapo Bwana atakuelekezesha, ambapo Bwana atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna lile jambo ambalo Mungu haliwezi. Mwana wa Mungu analiweza jambo lolote. Alimwelezea baba wetu Ibrahimu, na hata sisi inawezekana atuwezeshe ile ya kwamba tunyenyenyekee na kumtafuta, tumtumainie huyu Mungu ndani ya shida zetu tulizo nazo. Unajua wengine tunakata tamaa, maana tunasema tumeomba sana hatujafaulu. Ninakwambia hiyo isikujalisha dada yangu, ndugu yangu. Wewe mama ambaye uko mahali hapa single, wewe baba ambaye uko mahali hapa single, wewe mama ulio na ndoa, wewe mzee ulio na ndoa,
Mungu. Baba, huyu Yesu hataweza kukuacha. Jinsi alivyomshughulikia baba Ibrahimu, alimsikiliza katika mke wake Sara na akaweza kutenda mambo makubwa yale mazito unayopitia. Mungu anaweza kutengeneza njia na hata wewe ukaweza kushinda, ukaitwa fulani wa fulani, unaweza kuitwa jina lile kubwa. Ni kwa sababu ya uvumilivu wako uliovumilia na kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ni kuvumilia ndani ya maombi. Jambo ni kuvumilia ndani ya imani. Katika imani tulizo nazo za kupembelezwa, lazima tujipembeleze ndani ya maombi. Na unapojipembeleza ndani ya maombi, utakuta kwamba umevuka ule mto. Unapojipembeleza ndani ya maombi, utakuta kwamba umesongeshwa kiwango kingine. Utakapojipembeleza ndani ya maombi na kumwita Mungu aliye hai katika yale mazito unayoona, hata Bwana atakuepushia yale matusi na tukano. Hata utaitwa kwamba wewe ni muuaji, watakuita unafia mimba, na hiyo sio kwako, sehemu ya kwako. Watakuita majina masikini, lakini je, kwamba Bwana atakupitisha? Maana najua huyu wa kwangu, lazima nitasimama naye. Sema amen. Mungu yuko kututetea sisi wana wa Ibrahimu. Mungu yuko mahali hapa kutujali sisi kama wanake. Mungu yuko mahali hapa kutuondolea mizigo ambayo inatufinya. Mungu yuko mahali hapa kutuondolea magonjwa yanayotusumbua. Mungu yuko mahali hapa kutupigania katika maisha yetu. Dada yangu, ni mahali hapa, usikate tamaa. Ndugu yangu, usikate tamaa. Usiseme nimefika mwisho mimi. Usiseme nimetangatanga ndani ya makanisa. Usiseme kwamba nimebeba mizigo mizito. Huyu Mungu wako mahali hapa ni kwa sababu ya wewe. Atakuja ni kwa sababu ya mtu mwingine. Anataka kulikomboa ile uzito iliyo ndani yako. Anataka aondoe ile vitu vilivyo wewe umevibeba. Anataka kuachilie huru. Anataka kukomboe kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kutenda mambo ya ajabu unapomtumaini na kumbatia moyo wako. Unapomtumaini katika maisha yako yote, huyu Yesu anaweza kufungua milango. Sema amen. Tusikate tamaa kwa wepesi. Tusije tukakata tamaa na kurudi nyuma. Tusije tukasema Mungu tumeomba sana uwezi. Mungu nimevumilia sana, sioni milango yangu ikifunguliwa. Usije ukasema kwamba nilinyenyekea sana ndani ya watu lakini sikufunguliwa. Mungu ndiye anajua haja ya moyo wako. Mungu ana ufunguo wa maisha yako. Lolote utakalo ndani ya maombi, Bwana atakupa. Jambo ni kumtumainia Mungu katika kile ulicho nacho. Ninajua kuna mtu mahali hapa anapitia shida. Ninajua kuna mtu mahali hapa amekata tamaa. Kuna mtu mahali hapa amenena mambo ya uchungu. Ninakwambia my brother, my sister, Mungu anathibitisha ndani ya maisha yako. Mungu ndiye anayekujua ndani ya moyo wako. Anajua unataka nini na unaomba nini. Anajua ni mlango wapi unayepisha malango ni pake. Mungu atakufungua wewe, mwana wa Ibrahimu. Mungu anakusudi kwa maisha yako, mtoto wa Ibrahimu. Sisi ni kizazi chake. Tukaze mwendo ili tukapate kufunguliwa. Tukaze mwendo kwa maombi. Tukaze mwendo kwa jambo lolote. Tumtumainie huyu Yesu Kristo. Ataonekana na Mungu atatenda. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatusikia maombi yetu. Ndani ya unyonge wako usiangalie. Kuna wakati nilikuwa mnyonge, nilitamani kusimama nitumbo nishindwa. Kuna wakati nilitamani kuomba niko kwa kitanda siwezi. Kuna wakati nilibeba nikipelekwa nje nikirudishwa ndani. Nilitamani kuimba lakini siwezi. Lakini Jehova aliingia ndani. Akasema mwana wa Ibrahimu, mahali hapa sio mahali palipo pako. Maana magonjwa sio sehemu ya maisha yako. Ile shida uliyo nayo sio sehemu ya maisha yako. Kuna mahali nitakusongesha. Kuna mahali nitakutuma. Kuna mahali ambapo utakwenda. Nami nitakubariki huko. Nami nitakufungua huko. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Aliposa kanitoa Mabei ambapo si karibu wapendwa. Aliangalia katika milima na mabonde. Akaangalia katika sehemu iliyo flat. Akaangalia katika sehemu iliyojaa maji. Sehemu ambayo haina tumaini. Licha mazao yatafanya mazuri, lakini moyo ni kukufishwa imani. Utakapotaka
imani. Ndiposa Mungu akaona ya kwamba asiponipitisha ndani ya magonjwa, asiponiweka chini nitamke jambo, ndiposa kwamba waweze kunitoa mahali pale. Uende kama singelisema jambo, uende ningelikuwa mahali pale, nilikufa pale, lakini Mungu alisikia kupitia neno la Mungu. Aliponitoa mahali pale, akaja kunibariki mahali hapa, akasema injili itaendelea, watafunguliwa, watabarikiwa. Wenye shida kama yako watakutana na Mungu, wenye imani watapata kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo lazima Mungu alitende. Ulie, ukasirike, ukate, useme, atasema okay. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sababu Mungu afungue mlango. It's not easy like that. Sema amen. Lazima kuwe na mapito fulani. Lazima jaribu liche. Hata Ibrahimu kama angejaribiwa kwa kufunga mke wake tumbo zaidi ya hizo miaka zote, hangeliishi hivyo. Lakini kwa sababu ya imani ya mke wake pamoja naye, basi Mungu aliwaunganisha na akamwambia, this is not your portion again. Nataka mwende mfunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo linaweza kutendeka kwa maisha yako utakapomwamini ya kwamba kuna Mungu yuko mbinguni, na huyo Mungu ndio hufungua mlango ya kila mmoja anayemtegemea Mungu. Na zaidi ya yote, maombi yako ndiyo inayoweza kufungua. Mtumishi wa Mungu kuja kusema iwe hivyo. Sasa zile wewe umejitakasa, umejichongea. Sasa zile umefyeka nyasi mbele yako. Sasa zile umetoa magugu. Sasa zile umetoa mazito. Sasa zile umetoa dilio. Sasa zile umetoa mambo unayopitia. Kisha ukuja kwa Timarina. Mimi nikusana uende ufunguliwe. Lakini kabla ya kwa Timarina, hata niweka kwa Timarina, hata nikuosha miguu. Ladada same. Haujatoa. Yesu yanzaura. Yesu yanzaura. Yesu yanzaura. Oluga Mose siri cy'Abayuda. Bakabananira. Papa Yesu yanzaura. Totoma Yesu yanzaura. Yesu yanzaura. Oluga Mose siri cy'Abayuda. Bakabananira. Papa ulichana na Yesu. Toto ulichana na Yesu. Ulichana na Yesu. Ninga Yesu. Ulichana na Yesu. Bakabananira. Papa ulichana na Yesu. Toto ulichana na Yesu. Ulichana na Yesu. Ninga Yesu. Ulichana na Yesu. Bakabananira. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuondoke katika maisha ya utumwa ambayo sio maisha ya kwetu. Tumtazamie Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Yeye ako na mamlaka na nguvu zote. Usione kwamba uko peke yako. Usione kwamba mzigo umenilemea. Haujachelewa dada yangu, ndugu yangu. Dada, Mungu ana wakati kukupumzisha. Bwana Yesu apewe sifa. Uko na wakati kurejelea kwa Mungu. Maana mlango wa Mungu uko tayari. Mlango wa maombi uko tayari. Mlango wa Jehova uko tayari. Anahitaji ukatamke jambo ndani ya maisha yako, mtu wa Mungu, ili ya kwamba Jehova akufungue. Hakuna jambo lisilowezekana, maana kwa Yesu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anisomee kitabu cha Timotheo. Timotheo wa pili 3. Timotheo wa pili 4 mstari ambao ni wa 6 peke yake. Timotheo wa pili 4 mstari ni wa 6. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati wa kufariki kwangu umefika.
maana ni wakati ambapo Bwana anataka kuachilia baraka ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo ulipita hapa nyuma, kuna mambo ambayo ulikata ukafika, lakini ni wakati Bwana kuachilia mkono wenye rehema ya kufarijiwa, ambapo ni furaha itokayo kwa Mungu, ambapo ni amani kwa moyo wako, ambapo Jehova anawachilia kila mtu mahali hapa anainuliwa. Maana Mungu yuko kwa kila mmoja, anataka kusikia ombi lako, anataka kusikia moyo wako unataka nini. Awache tumaini ya kufarijiwa, utumaini ya neno la Mungu ndani mwako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wanajua kufariji tu kwa sababu kwa nyumba ya maiti. Hapana. Hana nikwambia. Mambo mapya ni kufarijiwa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ataanza kuacha neno la kufarijiwa. Utapata kama ni mtu alikuwa na kazi, unafunguliwa. Uende uitaka watoto waende mbali, unapata response zinaingia. Kuna milango zilikuwa zimefungwa, unapata Bwana anaanza kupenya. Ulikuwa ni mtu wa kufanya vibarua, Mungu analeta kazi iliyosimama. Ulikuwa ni mtu wa biashara, Mungu anafungua watu mbalimbali. Unapata wewe umesonga, maana unafarijiwa sasa kwa Yesu. Haleluya. Misaada zinaanza kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu neema ya Mungu, neema ya Mungu aishi. Neema ya baba Ibrahimu haikuisha, aliandamana pamoja nayo. Sema amen. Na aliona mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wewe ona mkono wa Mungu. Siku zote uwe mtu wa kuona mkono wa Mungu. Usiwe mtu wa kushindwa. Usiwe mtu wa kusema mimi siwezi. Dada yangu, ndugu yangu, unaweza. Bwana Yesu apewe. Unaweza kutolewa. Uonewe zile mizizi zilizo mizito. Ile wewe bora uchikubali. Useme mizigo hizi sio za kwangu. Mungu atakung'oa na atakufarijisha. Bwana Yesu asifiwe. Na akikufariji yeye huleta damu. Sema amen. Yeye hufungua milango yake. Sema amen. Utapata Mungu ametenda mambo ya ajabu. Oino maono nibireche. Unwa mwange siku na moroma. Simulizi anje sizilalona. Mwami wache Mungu. Kweli moiwe maono nibireche. Munwa mwange siku na moroma. Simulizi anje sizilalona. Mwami wache Mungu. Kweli moiwe maono nibireche. Munwa mwange siku na moroma. Simulizi anje sizilalona. Mwami wache Mungu. Nishaonyo, katika rugala nishaonyo, lila luga nilifawile, mwami wache Mungu. Beli beli na ono nililetewa, mwakongezi kuna muluma, Yesu niboni kakezi zinalola, mwami wache Mungu. Beli beli na ono nililetewa, mwakongezi kuna muluma. Hallelujah.
Sina